na majalisi zetu za rududun ilmiyatun juu ya suala la ubabaishaji unaoletwa na baadhi ya watu wa bid'a katika kutetea bid'a zao. Tukiwa leo tu katika majlisi ya pili usiku huu wa Jumatatu ambao ni tarehe 29 ya Rabiul Akhir mwaka wa 1445 unaolingana sawa na usiku wa tarehe 13 mwezi wa 11 katika mwaka huu wa 2023. Mfululizo huu ni mfululizo wa kiilmu na wala hukusudiwi ndani yake kubishana au kuleta majadiliano yasiyo na faida au kuleta kejeli na kuwatukana watu na kuwatusi na ya majalisi hizi. Majalisi hizi lengo lake ni kutoa ilmu sahihi na kuwafahamisha watu wanaotaka kujua, hususan katika mlango huu wa bid'a. Bid'a ni nini? katika mlango ule araftu ash-sharra la lish-sharr litawaqqihi waman lam ya'rif ash-sharra min al-khair yaqa'u fihi. Nataka kuijua shari si kwa ajili ya kutaka kuitenda shari, ili nipate kujikinga nayo, kwa sababu yule ambaye hawezi kutofautisha baina ya khairi na shari ataingia kwenye shari. Sasa kuna watu wanataka kujua bid'a ni nini, na tunakariri sisi kutoa somo hili kwa sababu watetezi wa mambo ambayo sisi tunaamini kwa dhati kabisa kwamba ni mambo ya bid'a, wale watetezi hawajakaa kimya. Kila siku wanasimama na kuvumburuka na maneno mapya ya kiubabaishaji, kiasi ambacho kama yatanyamaziwa yatawatatiza wale waliofahamu kwamba bid'a katika dini ni jambo lisilofaa. Kwa wanaweza kutatizika wakaona kwamba basi yafaa. Wanaweza kutatizika wale ambao wanaona kwamba bid'a katika dini ni jambo la upotevu, ikawa wakaona kwamba si upotevu tena, kwa sababu ya vijineno vinavyoletwa na baadhi ya watetezi. Kwa kuna uwajibu juu yetu katika kutimiza amana ya kiilmu kulizungumzia jambo hili kwa marefu na kwa mapana, na kama kuna vijineno na hoja tata zile sisi tuziweke sawa, basi na kumwangalia msemaji ni nani. Na kufanya hivi kama nilivyotangulia kusema ni kutekeleza amana ya ilmu, na ndiyo dini. Na ndio maana hata wao pia husema panapotokea mambo ambayo wanaona kwamba kwa mtazamo wao si sawa, wanasimama wakasema, wakakosoa. Kwa hiyo iwe wafanya hivyo lillahi au sio tofauti na hivyo, lakini wafanye. Lakini leo insha Allah nitarudia tena kukariri maneno ya al-Imam Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn Ali Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, ambaye ameyasema kwenye kitabu chake Talbisu Iblis, kuanzia ukurasa wa 247 mpaka 248 kwa chapa ya Madar al-Watan ya mwaka wa 1440 Hijria.
ana maneno mazuri alipokuwa akiwazungumza na kuwakosoa ulama wa sufia na namna shaitani alivyowachezea baadhi yao. Kawazungumza kwa kirefu kwa kurasa nyingi sana. Sasa kwa kuwa amewazungumza baadhi ya watu ambao ni muadhamun kwa wengine, watu wakapiga kelele, wengine itakuwaje, mbona kamsema fulani? Sasa akaleta maneno pale mazuri. Nitaanza kusoma hapa ambapo au kuyataja maneno yake pale ambapo pana mahali pa ushahidi. Anasema wa nahnu nadhkuru ba'dha ma balaghna min aghlati alqawm wallahu ya'lamu annana lam naqsid bi bayani ghalati alghalit illa tanziha ash-shari'a والغيرة عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف ترد على فلان الزاهد المتبرك به لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطات فلا تمنع منزلته بيان زلله إلى آخر كلامه رحمه الله. maana ya maneno haya amesema al-Imam, na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu, na sisi tutataja baadhi ya mambo ambayo yametufikia miongoni mwa makosa ya watu, na Allah anajua kwamba sisi hatukusudii katika ubainishaji wa makosa hayo au makosa ya mwenye kukosea isipokuwa kwa ajili ya kuitakasa sheria dhidi ya uharibifu na kuwa na wivu na sheria, kwa sababu ad-dakhal katika lugha ya Kiarabu ina maana ya al-fasad. Ad-dakhal ina maana ya ad-da' maradhi, ad-dakhal ina maana ya ash-shak. Sasa sisi tunataka tuondoshe maradhi, shaka, ufisadi na uharibifu, ndio lengo letu, anavyosema al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah. Na sisi hatuna shida na msemaji wala mtendaji wa makosa, na kwa hakika tunafanya hivyo kutekeleza amana ya elimu. Kufanya hivi ni kutekeleza amana ya elimu. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba fujo, si kila mmoja aachwe na jambo lake, hii mfujo. Si fujo. Mambo yakizungumzwa kwa ilmu au kwa misingi ya ilmu ni jambo linatakikana, ni jambo lenye faida, na ndiyo kutekeleza amana ya ilmu. Wanawazuoni hawakuacha kuwa wanafanya hivyo. Wanawazuoni waliendelea kila mmoja miongoni mwao kubainisha makosa ya mwenzie kwa makusudio ya kubainisha haki na si kwa lengo la kudhihirisha kasoro za mkoseaji. Walikuwa wakifanya namna hiyo wanawazuoni tangu hapo zamani mpaka sasa. Wana wa Israeli walikuwa wao hawafanyi hivyo. lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Walikuwa wakatazani kila mmoja mwache na jambo lake. Umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko kinyume na hivyo, na wala hakuna mazingatio kwa kauli ya mtu mjinga anaposema vipi unamjibu au unamkosoa shekhe fulani mwenye zuhudi na ambaye hupatikana baraka kwake, mtu mkubwa kabisa yeye, bwana mkubwa huyo, wewe wamkosoa? Hiyo ni kauli ya mjinga, haizingatiwi, kwa sababu kufuata kunapatikana kwa yale yaliyoletwa na sheria na sio watu. Ibn Jawzi anaendelea, na huenda mtu akawa ni miongoni mwa mawali, huyo anayekosolewa huenda akawa ni miongoni mwa mawali, pingine Allah ashamhukumilia kwamba ni katika watu wa peponi, lakini ana makosa na daraja yake hiyo haizuii kubainisha makosa yake. Hiyo daraja alionayo ya kwamba yeye ni wali haizuii sisi kubainisha kwamba pale kakosea.
kashakufa lakini pale kakosea, kaacha jambo huku nyuma na wafanya watu wengi kwenye makosa. Lile ni kosa, ni mmoja yuko hai au amekufa. Huo ndio utaratibu wa Kiislamu, na yeye anasema kwamba wanaozuoni wameendelea kufanya jambo hilo, na kweli ukisoma vitabu vya ilmu utakutana na mambo ya aina hiyo. Kwa hiyo nimependelea nitangulize maneno haya ili kumweka sawa msikilizaji. Mtu anaweza kaona kwamba mbona kila siku kuna hili, mara limetokea lile, alafu watu wasema hivi wasema vile. Kwani hayaishi haya hayawezi kuisha maadamu upotoshaji unaendelea. Na ndio faida ya watu kusoma, lakini kinachozingatiwa hapa ni mtu kuzungumza kwa ilmu. Kwa ilmu, hilo ndio jambo kubwa kabisa. Si kwa sababu tu waweza kuzungumza, kwa ilmu. Kile unachokizungumza kizungumze ukiwa na ilmu nacho. Hilo ndio jambo linalotakiwa, na uzungumze kwa misingi yake. Unapowazungumza watu zungumza kwa uadilifu, usivuke mipaka ukawakweza watu nje ya mipaka yao, ukawanyanyua nje ya daraja zao, au ukawaporomosha watu ukaweka chini ya daraja zao. Wakeni watu na wateremsheni watu kwenye daraja zao. Kwa hiyo baada ya haya niliyotangulia kuyasema, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kuweza kuyazungumza haya tuliyokusudia kwa ufasaha na umakini na weledi, kwa kiasi cha kueleweka na kumpa faida msikilizaji, pamoja na kumwomba Allah jalla wa ala atuwafikishe na kuwafikisha wewe ndugu yangu unasikiliza maneno haya, uwe ni katika wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Masala ya mijadala na rududi za kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki na kuiporomosha batil pamoja na watu wake, hususan rududi hizo na mijadala hiyo itakapojengwa juu ya misingi ya ilmu na kuepushwa na mihemko na jazba na maneno yenye kinyaa. Pamoja na kwamba tunajua kuna watu wengi wanachukizwa na utaratibu huu wa kisheria kwa madai ya kwamba rududi zinavunja mshikamano au zinaufifisha umoja wa Kiislamu, lakini ukweli ni kwamba sheria imehimiza juu ya rududi dhidi ya wenye kukhalifu njia ya haki, lakini rududi hizo zifanyike kwa uadilifu na insafu. Pia sheria ya Kiislamu imehimiza mijadala kwa njia iliyo bora, billati hiya ahsan.